Na mimi ambaye ni muumini wa teknolojia ya habari, ninaamini nyinyi ni muhimili wa 4 katika serikali yetu. Kwa maana mkiibeba ajenda hii, maana yake itakuwa ni rahisi kuwafikia wananchi kwa lugha ambayo tunaweza kuizungumza na kuzingatia mahali mlipo. Hadi sasa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yamefikia 28.6 hivi kwa kaya. Hii inaonyesha ongezeko linalotia moyo, lakini bado tunayo safari ndefu kuelekea kufikia lengo la 80% ifikapo mwaka 2034. Ili kufikia azma hiyo, tunahitaji kila mdau kutimiza wajibu wake kwa ufanisi, hususan ninyi waandishi wa habari na maafisa mawasiliano ambao mpo mstari wa mbele katika kufikisha taarifa kwa wananchi. Ndugu zangu waandishi wa habari na watu wa mawasiliano, mnafahamu ninyi ni kiungo muhimu katika kueneza habari na taarifa zinazoweza kujenga taswira chanya au taswira hasi kuhusu jambo fulani. Uandishi wa habari ni taaluma yenye uwezo wa kujenga mtazamo na kushawishi maoni ya jamii kuhusu mambo yanayohusu taifa na jamii yetu kwa ujumla. Kwa kulielewa hilo, tunalo jukumu na tuna wajibu wa kujenga mtazamo wa kushawishi masuala chanya kwa kutoa taarifa sahihi kuhusu hatua mbalimbali tunazopiga katika maeneo tunayoyasimamia. Tasnia hii ya habari ina mchango mkubwa katika kuchochea maendeleo, na sisi kama watu wa habari tunahimizwa kuendelea kutumia majukwaa yetu kutoa taarifa sahihi kwa wakati na zenye mtizamo chanya kwenye jamii. Ndugu zangu, vyombo vya habari sio wasambazaji wa taarifa pekee, ni washirika muhimu wa maendeleo. Napenda kusisitiza kuwa kila mmoja wetu ana nafasi ya kuwa balozi wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kila habari mtakayoiandika, kila kipindi mtakachotayarisha na kila ujumbe mtakaousambaza unaweza kubadilisha maisha ya familia nyingi za Watanzania na kuchangia katika kulinda afya, mazingira na uchumi wa taifa. Na mwisho, tujiulize swali hili: katika safari ya kuelekea kwenye 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, je, wewe kupitia taaluma yako umechangia nini?